Kwa sababu mimi naamini sometimes kuna watu, unajua mtu anaweza kama ametoka mkoani. Kuna sisi ambao vijana tunaamini sisi ni hapa mjini ni wada. Lakini kuna mtu anatoka mkoani, mara unamwona ana goli lake pale la mtumba, taratibu. Mimi kuna watu wengi nimeona sana wamegrow, wameanza wadogo. Ndio maana hata huyu Asma simshangai. Mfano na hapa mfano mdogo tu. Mimi nimemwona mtu kama Nifa, ndio alipokuwa ana grow taratibu. Sasa hivi ana maduka mangapi? Sikapambana, tunamuona kabisa mitandaoni anapambana tangia mwanzo. Lakini kwa hiyo ndio nini? Juhudi ya kufanya kazi. Umeelewa? Sio kwa baya. Labda inawezekana sometimes unaweza kuongea kauli mtu akaona kama unadhihaki watu. Yeah. Kwenye mtu ambaye amefikiria hivyo, naweza nikaomba msamaha kwamba pengine labda mapokeo, unajua kila mtu kauli ana vile anapoipokea. Lakini kuambiana ukweli kwamba bana, jamani vijana tufanyeni kazi. Kuna opportunity hii na hii na hii. Yaani na nchi yetu ina fursa nyingi sana. Mfano mmoja hapo, labda mimi watu walikuwa wananiambia, "Omi, wewe unaonekana unaweza kuwa comedian mzuri kwa sababu ya kufanya zile dogo dimpo." Lakini mimi bado nikawa sijioni kama na fit kuwa comedian kama kina Koi au nani. Lakini nikaona kuna opportunity ya kuandaa tuzo za comedy. Sababu nchi bado ina fursa. Watu walikaa kama siku zote industry inakuwa, mbona haina tuzo zake? Umeelewa? Yaani comedy yote ya vitu wanavyofanya wanaenda kukutana na kategori moja tu kwenye tuzo za filamu, ambayo haiwatoshelezi. Lakini sasa hivi tuliweka kategori mpaka zikawa hazitoshi. Kwa hiyo nchi yetu ina fursa nyingi sana. Umeelewa? Tuna haki ya kulalamika pale tunapoona kwamba hapa kinatakiwa kitu kurekebishwa. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia mfano tatizo la ajira liko dunia nzima, sio Tanzania, kwa sababu population ya vijana imekuwa kubwa. Umeelewa? Kwa hiyo ukiangalia hilo tatizo la ajira liko dunia nzima, sio Tanzania tu peke yake. Lakini bado tuna haki kama Watanzania kuongelea kero zetu ambazo tunaona bana, hizi kero hivi na hivi na hivi. Umeelewa? Lakini ukiniambia hivi, mfano juzi nilikuwa namuona meya mpya wa New York Mamdani anamwambia Trump kwamba inabidi wawasaidie wananchi wa New York, kwa sababu sasa hivi wananchi wengine wanashindwa kuafford $2 ya kulipia treni. Yaani zile mwendo nini SGR zile underground treni zao. Yaani kuna mtu, hata ukiangalia kuna video, kuna mtu analuka geti, mwingine anapita chini, hana tiketi. $2 unajua ni shilingi ngapi? Elfu ngapi? 5,000 sijui. Mtu hana. Na hiyo yuko wapi? New York. Kwa hiyo hili ni janga la dunia nzima.